Iran inasema majadiliano yake na Marekani bado yanaendelea. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imesema imetuma majibu yake kwa mapendekezo yaliyotolewa na Marekani kwa ajili ya kuimaliza vita, saa kadhaa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuitaka Tehran ifikie makubaliano au nchi hiyo iangamizwe. Hata hivyo, kuendelea kwa makubaliano hayo kumemfanya rais wa Marekani Donald Trump kutoa taarifa katika vyombo vya habari kwamba katika kipindi hiki hataishambulia Iran. Na ikumbukwe kwamba wiki hii ilikuwa ni wiki ya moto kwelikweli, ambapo rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kwamba wiki hii itakuwa ni wiki ya moto, kwa maana kuna uwezekano wa mashambulizi mapya kuanza kuishambulia Iran. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Iran amewaambia waandishi wa habari kuwa tayari wametuma majibu yao kwa Marekani kuhusiana na mapendekezo yaliyowasilishwa hivi karibuni kutoka Washington. Amesema mashauriano kati ya pande hizo mbili yanaendelea licha ya vyombo vya habari vya Iran kuripoti kwamba mapendekezo ya Marekani yamejaa matakwa yasiyozingatia uhalisia. Mchakato wa mashauriano unaendelea na si tukio la mara moja. Baada ya kuwasilisha mapendekezo yenye vipengele 14, upande wa Marekani ulielezea wasiwasi wake na sisi tulieleza mashaka yetu wiki iliyopita. Licha ya tangazo kwamba maafisa wa Marekani wameukataa mpango huo, tulipokea kutoka Washington kile walichoeleza kuwa ni marekebisho ya mapendekezo yao kupitia mpatanishi ambaye ni Pakistan, amesema Ismail Baqei. Afisa huyo wa Iran ametetea matakwa ya nchi yake kwenye majadiliano na Marekani, ikiwemo kuachiwa kwa mali za Iran zinazozuiliwa ughaibuni na kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa kwa miaka mingi dhidi ya dola hiyo ya Kiajemi. Pia ameelezea msingi wa takwa la Iran la kudai fidia kwa athari zilizotokana na vita vya Marekani na Israel, akiutaja mzozo huo kuwa ni kinyume cha sheria na usiokuwa na msingi. Vyombo vya habari vya Iran vimesema matakwa ya Marekani hayana uhalisia. Iran na Marekani zimekuwa zikibadilishana mapendekezo tangu mapigano yaliposimama kwa muda mwanzoni mwa mwezi uliopita, huku kila upande ukionyesha utayari mdogo wa kulegeza kamba kwa matakwa iliyonayo. Mnamo siku ya Jumapili, shirika la habari la Iran la Fars liliripoti kwamba Marekani imewasilisha orodha yenye vipengele 5, ikiwemo sharti la kuitaka Iran kubaki na kituo kimoja pekee cha shughuli za nyuklia na kuikabidhi Marekani shehena yote ya madini ya urani iliyorutubishwa. Ripoti hiyo imesema kwenye mapendekezo hayo kwamba Washington imekataa kuachia hata 25% ya mali za Iran zinazoshikiliwa kwenye mataifa mengine au kulipa fidia kwa madhara na uharibifu uliotokana na vita. Inaarifiwa pia Marekani imeweka bayana kwamba itasitisha kikamilifu uhasama pale Tehran itakaporidhia kufanya mazungumzo rasmi ya amani. Shirika jingine la habari la Iran la Mehr limesema kwa mapendekezo hayo Marekani imekataa kabisa kulegeza matakwa yake na inataka kupata kila kitu kilichoshindwa kufanikiwa wakati wa vita. Rais Donald Trump alisindikiza mapendekezo ya nchi yake yaliyotumwa Iran kwa ujumbe kupitia mtandao wa Truth Social aliyoutumia kuishinikiza Iran kufikia makubaliano ya amani haraka au itakabiliwa na hali ngumu. Kwenye ujumbe huo, Trump alisema muda unayoyoma na tunaitaka Iran iharakishe amani ama itangamia. Katika hali inayoonyesha mwafaka kati ya pande hizo mbili bado uko mbali, Iran imetangaza mnamo jana Jumatatu kwamba imeunda chombo kipya kitakachosimamia usafirishaji kupitia katika mlango wa bahari wa Hormuz. Kulingana na Baraza la Taifa la Usalama la Iran, taasisi hiyo mpya iliyoundwa iitwayo Mamlaka ya Mlango wa Bahari wa Ghuba ya Uajemi itakuwa na jukumu la kutoa taarifa za kila wakati za operesheni na uendeshaji wa njia hiyo ya bahari inayotumika kupitisha 20% ya shehena yote ya mafuta na gesi duniani. Kufungwa kwa ujio huo muhimu wa bahari wa Iran kumesalia kuwa mojawapo wa masuala tete ya mvutano baina ya pande hizo mbili. Marekani inaitaka Iran kuruhusu shughuli za kawaida kuendelea, lakini Tehran imeapa meli za nchi hasimu hazitokatisha katika mlango huo wa bahari wa Hormuz. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.